Mwadhama Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, Mwashamu Baba Askofu Mkuu Angelo Akatino, Balozi wa Vatican nchini Tanzania, Mwashamu Baba Askofu Wolfgang Pisa, Raisi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yani TEC, Mwashamu Baba Askofu Esbizius Nzigirwa, Makamu wa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC, Mwashamu Baba Askofu Mkuu mstaafu Paul Ruzoka, Washamu maaskofu wakuu na maaskofu wote mliopo, Mwashamu Baba Askofu Josephat Jackson Bududu, Askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora, Padri Chesko Msaga, Naibu Katibu Mtendaji wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mheshimiwa Deodesis Katwale, DC wa Tabora, ambaye amekuja kumwakilisha mkuu wa mkoa, Kaimu Rasi, wakuu wa mashirika ya kitawa, waheshimiwa mapadri, watawa na waseminari wote, waheshimiwa viongozi wakuu wengine wa dini wa Kanisa Katoliki kwa ujumla wao, waheshimiwa viongozi wengine wa dini na viongozi wa vyama vya siasa mliopo, kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya, ndugu waumini wote wa Tabora na wengine waliotoka nje ya Tabora, ndugu wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote na kwa unyenyekevu mkubwa, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kufika siku ya leo kushiriki misa takatifu iliyoambatana na sherehe za kuwekwa wakfu Mwashamu Josephat Jackson Bududu, Askofu msaidizi Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Mgeni rasmi kama ilivyotambulishwa katika tukio hili la kihistoria kwa Jimbo Kuu Katoliki Tabora ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais amekuwa na desturi ya kushiriki yeye mwenyewe katika ghafla na matukio ya dini anayoalikwa. Nanyi mmekuwa mkimshuhudia akishiriki ibada, makongamano, mihadhara na sherehe zinazohusiana na dini katika maeneo mbalimbali. Hata hivyo, pale ratiba inapomfanya Mheshimiwa Rais ashindwe kushiriki yeye mwenyewe kutokana na majukumu ya ujenzi wa taifa letu, amekuwa na desturi ya kuwatuma baadhi ya wasaidizi wake kwenda kutekeleza majukumu yake kwenye matukio aliyoalikwa. Hivyo leo amenituma mimi kuja kufanya kazi hii muhimu kwa niaba yake. Lakini pamoja nami kama mlivyotambulishwa, kuna mwenzangu mwingine ambaye amenisindikiza kutoka ofisi ya yeye ni msaidizi wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lakini hapo nyuma kuna mwenzangu mwingine alikuwepo ambaye ilimpendeza kuja kushiriki kwenye ibada, lakini ameondoka. Yeye ni mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa, lakini ameondoka. Ameshiriki ibada, ameondoka. Hata hivyo anaweza akarudi baadaye kwa sababu ameondoka kutokana na wito mwingine ambao ameupata, lakini atarudi baadaye. Hata hivyo, pale ratiba inapomfanya Mheshimiwa Rais, binafsi ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniamini na kunipa heshima hii kubwa ya kumwakilisha katika tukio hili adhimu kwa Kanisa Katoliki.
nanyi nyote ninawashukuru kwa kunipokea katika nafasi hii ya mwakilishi wa Mheshimiwa Rais kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Mheshimiwa Rais amenituma niwasalimu sana waumini wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora pamoja na wananchi wote wa mkoa wa Tabora. Kwa namna ya pekee, Mheshimiwa Rais anakushukuru sana Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa kwa kumwalika kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili la kihistoria katika Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Mheshimiwa Rais alipozuru makazi yako mwezi Oktoba mwaka 2023 kwa lengo la kukutembelea na kukupongeza kwa kuwa kardinali, alikuahidi ushirikiano wa dhati katika utekelezaji wa majukumu yako na majukumu ya kanisa lote nchini. Napenda kukuthibitishia kwamba ahadi hiyo aliyoitoa Mheshimiwa Rais haijabadilika, na wakati wote ameendelea kuyaishi mahusiano mema aliyonayo na kanisa, na ataendelea kudumisha ushirikiano mkubwa uliopo kati ya viongozi wa serikali na viongozi wa dini zote, mkiwemo ninyi wahashamu mababa maaskofu. Pamoja na shukurani hizo kwako Mwadhama Kardinali Rugambwa, Mheshimiwa Rais anakupongeza kwa dhati Mheshimiwa Baba Askofu Josephat Jackson Bududu kwanza kwa kuteuliwa kuwa askofu msaidizi wa jimbo hili, na pili kwa kuwekwa wakfu katika misa takatifu ya leo, na hivyo unatengeneza historia ya kuwa askofu wa kwanza msaidizi tangu kuanzishwa kwa jimbo hili kuu la Tabora. Mheshimiwa Rais anakutakia yote mema katika utume wako mpya na anakuombea ukayatekeleze majukumu haya kwa hekima, upendo na ufanisi mkuu, ukimsaidia askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki kwa weledi na uaminifu mkubwa. Aidha, Mheshimiwa Rais kwa dhati ya moyo wake anawapongeza sana waumini wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora kwa kumpata askofu msaidizi, na anawaomba muendelee kumwombea na kumpa ushirikiano wa dhati katika utekelezaji wa majukumu yake. Mheshimiwa Baba Askofu Josephat Bududu, binafsi naungana na Mheshimiwa Rais na wengine wote kukupongeza kwa kukubali na kuyapokea majukumu ya uaskofu, na hatimaye leo umewekwa wakfu kuyatekeleza majukumu hayo, ukimsaidia Baba Askofu Mkuu katika utume huo. Ninatambua kuwa majukumu uliopewa sio mepesi. Tujikumbushe Mtume Paulo katika waraka wake wa Tito sura ya 1 aya ya 7 hadi ya 9. Kwanza anamtambua askofu kama wakili wa Mungu, na hivyo anapaswa asiwe mtu wa kujipendeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilisha lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Mwashamba Baba Askofu, nina imani kubwa kuwa Roho ya Mungu aliyekujua hata kabla hujazaliwa aliziona sifa hizi kwako na kumuongoza Baba Mtakatifu kukuteua kuwa askofu msaidizi katika jimbo hili kuu. Ninachokuomba ni kuendelea kuziishi sifa hizi katika maisha ya utume wako kama askofu, na naomba Mungu na waomba ndugu waumini tuendelee kumwombea Baba Askofu wakati wote ili aweze kuziishi sifa hizi, kwani kwa kufanya hivyo ataweza kumudu vyema majukumu haya mazito aliyowekwa wakfu leo, na atamsaidia ipasavyo Mwadhama Kardinali Rugambwa katika utekelezaji wa majukumu ndani ya Jimbo Kuu Katoliki hili la Tabora. Naomba nikutie moyo Mhashamu Baba Askofu Bududu kwamba usiogope kuyatekeleza majukumu haya mazito uliyopewa, maana Mungu yu pamoja nawe. Utakapokutana na magumu usifadhaike, maana Mungu wako atakuimarisha na kukusaidia na atakulinda kwa mkono wake wa ushindi. Bahati njema ulionayo ni kwamba unaanza kazi hii ya uaskofu chini ya usimamizi wa Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Mwadhama Kardinali Rugambwa,
Lakini pia yuko Mhashamu Paulo Luzoka, askofu mkuu mstaafu wa jimbo hili, ambaye makazi yake yapo hapa, na naamini wakati wote atakuwa mlezi kwenu. Kwa upande wetu serikali na viongozi wote mkoani na sehemu zote nchini na wengine walioko hapa, tunakuahidi ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa majukumu yako. Mwadhama Kardinali Rugambwa, washama, baba askofu, waumini na wageni wote, pamoja na maendeleo ya kiroho, serikali inatambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki katika maendeleo ya taifa letu, hususan kwenye nyanja za elimu, afya, mawasiliano na huduma za kijamii kama vile maji, miundombinu ya kusaidia wahitaji. Kazi hii njema inafanywa katika maeneo mengi nchini, na kwa hakika mmekuwa mkishirikiana vizuri na serikali kuwahudumia wananchi. Kwa upande wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora pekee, sehemu kubwa ya miundombinu ya kutolea huduma iliyoanzishwa na wamisionari kama vile shule, vituo vya watoto yatima, nyumba za wazee maskini, wagonjwa na wasiojiweza, baadaye ziliendelezwa na viongozi wazalendo ambao walianzisha pia ujenzi wa miundombinu mingine iliyowezesha utoaji wa huduma za kiroho, elimu na afya katika maeneo mengi zaidi. Sote ni mashahidi wa uwepo wa vituo vya afya, hospitali, shule ikiwemo shule ya viziwi, vyuo vya kati na vyuo vikuu, pamoja na vituo vya kulelea watoto yatima, wazee na wasiojiweza vilivyo chini ya Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Uwezo wa taasisi hizi ni kielelezo dhahiri cha mchango wa Kanisa Katoliki kwa ustawi wa wananchi na maendeleo ya jamii kisiasa na kiuchumi. Serikali ya awamu ya 6 inawapongeza sana kwa kuendelea kutoa huduma hizi za mahitaji ya roho na kimwili. Aidha, serikali itaendelea kuwapa ushirikiano mkubwa kuhakikisha huduma hizi za kijamii zinaendelezwa na kuboreshwa zaidi kwa manufaa ya wananchi ambao kimsingi ndio walengwa na wanufaika wakubwa. Endapo litahitajika lolote kutoka serikalini ili kusukuma au kuwezesha utekelezaji wa miradi mnayotekeleza katika maeneo mbalimbali nchini, Mheshimiwa Rais amenituma nikuhakikishie Mwadhama Kardinali na maaskofu wote kuwa milango ya serikali iko wazi na tunawakaribisha wakati wowote ili kwa pamoja tuendelee kutoa huduma njema za kijamii kwa taifa letu. Kwa upande wetu kama serikali, tunaendelea kutekeleza wajibu wetu ipasavyo kuhakikisha malengo na mikakati ya maendeleo tuliyojiwekea inafanikiwa kwa wakati na inawanufaisha walengwa wote. Kama ilivyokuwa awamu zote zilizopita, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza kwa vitendo miradi ya kimkakati na mikakati mbalimbali ya maendeleo kwa kushirikiana kwa karibu na wadau zikiwemo taasisi za dini. Ndugu waumini na wageni wote, wakati naelekea kuhitimisha hotuba yangu, kuna maeneo machache ambayo napenda niwaombe viongozi wote wa dini muyapatie msisitizo zaidi katika utume wenu. Mosi, niwaombe muendelee kumwombea Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amebeba dhamana kubwa ya nchi yetu na ana dhamira njema na nia ya dhati kuliongoza taifa hili kufikia malengo ambayo serikali inalenga kuyafikia. Mtume Paulo katika barua yake ya kwanza ya Timotheo sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 2 anatusihi kwanza kabisa kuomba dua, kusali na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili wapate kuishi maisha ya utulivu na amani pamoja na uchaji wa Mungu na mwenendo mwema. Hivyo kwa kutambua hili, hatuna budi kuendelea kumwombea Mheshimiwa Rais ili aendelee kutuongoza kwa hekima na utulivu, akiwa na afya njema na uwezo wa kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kila siku kwa upendo na unyenyekevu kwa wananchi wote bila kujali tofauti zao. Pili, niwaombe muendelee kuwa walinzi wakuu wa tunu zetu za amani, utulivu, umoja na mshikamano. Tunu hizi zilisimamiwa ipasavyo tangu enzi za waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mheshimiwa Sheikh Abeid Amani Karume, na leo zimekuwa nguzo imara za utambulisho wetu kama Watanzania popote duniani. Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku ya kwanza alipotoka hadharani
mara baada ya kuchaguliwa kuwa papa, na nafurahi kwamba mheshimiwa kardinali wetu askofu mkuu wa jimbo la Tabora alikuwa ni miongoni mwa wajumbe waliotuletea Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kauli yake ya kwanza ilikuwa kuutakia amani umati wote uliokusanyika pale na dunia kwa ujumla. Tangu hapo Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba zake kwa umma amekuwa akisisitiza juu ya amani na umoja. Msingi huu wa amani na umoja ulijengwa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipotuachia amri kuu ya upendo, na hatimaye kanisa limeendelea kuishi na kuifundisha amri hiyo mpaka sasa. Baba Mtakatifu ameanza kwa kuidhinisha amri hiyo kwa vitendo. Nasi pia katika nafasi zetu hatuna budi kuidhihirisha kwa kauli na vitendo katika mazingira yanayotuzunguka. Serikali inaendelea kuwashukuru sana kwa maombi yenu viongozi wa dini juu ya amani, utulivu, umoja na ustawi wa taifa letu. Ninaamini kuwa kutokana na maombi yenu Mwenyezi Mungu amelifanya taifa letu kuendelea kuwa kisiwa cha amani, utulivu, umoja na mshikamano. Hivyo katika utume wenu niwaombe muendelee kuiombea dunia na nchi yetu umoja na amani. Tatu, niwaombe muendelee kuiombea nchi yetu tunakoelekea tukio muhimu la kidemokrasia la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani ambao watatuongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Nyote mnafahamu kuwa tukio la uchaguzi mkuu si dogo. Kama taifa tunahitaji kufanya maandalizi mazuri ili kuhakikisha wananchi wanashirikishwa ipasavyo na wanashiriki kamilifu katika zoezi hili adhimu la kikatiba la kuchagua uongozi na kuchaguliwa katika uongozi. Ni matumaini yangu viongozi wa dini mtaendelea kuwahimiza wananchi kushiriki tukio hili muhimu kwa uhuru na bila kushinikizwa na mtu au taasisi yoyote. Baada ya kusema hayo, sasa nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena kwa dhati waumini wote na hasa wananchi wa mkoa wa Tabora kwa ukarimu wenu na huduma mlizowapatia wageni waliokuja kwa ajili ya tukio hili muhimu. Hata nikiangalia hapa naona macho yangu yanapepesa na kuwaona watu wengi ambao wametoka katika mikoa mbalimbali katika nchi hii. Kwa namna ya pekee nashukuru sana mkuu wa mkoa na wenyeji wetu kwa mapokezi na namna wewe pamoja na viongozi wenzako wa mkoa mlivyoshirikiana na jimbo kuhakikisha sherehe hizi zinafanyika kama zilivyopangwa kwa hali ya amani na utulivu. Nawasihi muendelee kushirikiana na viongozi wa dini zote popote mlipo, viongozi wa serikali, katika kuhakikisha tunaendelea kulisukuma gurudumu la maendeleo huku tukiimarisha umoja, amani na mshikamano miongoni mwetu. Wakati natambulisha nilimsahau mbunge wangu wa Tabora mjini. Naomba nimtambue mheshimiwa mbunge wetu wa Tabora mjini. Watu wa mjini mnamjua, lakini mimi ni mwenzangu kule bungeni, kwa hiyo namtambulisha kwenu mbunge wa Tabora mjini ambaye ameacha shughuli za bunge, amekuja kushiriki katika shughuli hii. Asanteni sana kwa heshima hii mlionipa na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki wote. Naomba nikabidhi salamu kidogo kwa mheshimiwa baba askofu kutoka kwa mheshimiwa rais. Anajua anaanza kazi ya uchungaji kuanzia leo. Sasa atakayoyaona hapa yatamsaidia yeye kwenda huko kufanya kazi ya uchungaji. Tunaomba na viongozi wengine mlio jukwaa kuu pale mwaweza pia mkafika kumuunga mkono mheshimiwa waziri baada ya kutoa zawadi hizo kwa niaba ya mheshimiwa rais. Naomba na nyinyi pia mfike